Mtazamaji, hii ni Amash Online TV. Usisite kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni hiki ambacho tumekuwekea hewani. Mimi ni Maretini Steven Mhina. Kijiji cha Magila Gereza kilichopo halmashauri ya wilaya Korogwe mkoani Tanga kimemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwapatia mradi wa mpango wa matumizi ya ardhi, kwani utawasaidia kutambua kisheria rasilimali za mtu mmoja mmoja na za kijiji. Hayo yamesemwa Aprili 22, 2025 na mwenyekiti wa kijiji hicho Bwana Rashidi Kusaga, muda mfupi baada ya kukamilika kwa kikao maalumu cha kupitisha mpango wa matumizi bora ya ardhi ya kijiji cha Magila Gereza, huku mtendaji wa kijiji Bi Catherine Clemens akisema mradi huo utafungua fursa mbalimbali. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi wetu huu. Tumelipokea kwa nguvu zetu zote na wananchi wamepata uelewa mkubwa sana kupitia urasimishaji wa ardhi na matumizi bora ya ardhi. Zoezi hili litakwenda kutunufaisha mtu mmoja mmoja na rasilimali za kijiji kutambulika kisheria. Kwa kila mtu atatambua kipande chake cha ardhi na ataweza kuchukua akapewa hati hii. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mpango huu wa matumizi bora ya ardhi katika kijiji chetu cha Magila Gereza, kwa sababu utasaidia kutatua migogoro mingi sana iliyoko hapa kijijini. Kuna watu walikuwa hawajui, hawana uelewa wa kutosha juu ya swala hili. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake kwa kutuletea wataalamu kwa ajili ya kutuelewesha. Wananchi wameelewa, wamepata ufahamu, lakini pia mradi huu utafungua fursa nyingi sana kwa watu, kwa sababu ardhi zao kwanza zitapanda thamani, kwa sababu sasa hivi kuna watu wanamiliki mashamba, wanamiliki maeneo, lakini hawana hatimiliki hata hizo za kimila ambazo zinasemewa. Nao baadhi ya wananchi wa kijiji cha Magila Gereza akiwemo George Mkelo amesema kitendo cha kurasimishiwa ardhi kitawasaidia kutambua kuwa kile walichonacho ni mali yao. Naye Paulina Stefano akisema mpango huo umewasaidia kutunga sheria ndogo ndogo ambazo zitasaidia uwepo wa nidhamu kwa rasilimali za kijiji chao. Hii ni neema imekuja kwa sababu awali nyuma kulikuwa kuna migogoro mingi ambayo inatokana na ardhi, na kama tunavyotambua ardhi haikui. Watu wanaongezeka lakini ardhi tunaomiliki ni ile ile. Kuna nyakati ambazo serikali ya kijiji ilikuwa ikiamua mahali popote pale inataka kuweka mpango, basi wanakwenda wanamfuata mwanakijiji, wanamwambia hapa eneo hili tunalihitaji kwa ajili ya shughuli ya 1, 2, 3. Hivyo kwa kumilikishwa au kurasimishiwa ardhi itawapa fursa nzuri sasa ya wao kujitambua kabisa kwamba kile walicho nacho ni mali yao kweli kweli. Tunashukuru serikali kwa kuletea mpango huu, kwa sababu umetusaidia serikali kutunga sheria ndogo ndogo ambazo zitaleta nidhamu miongoni mwetu na kuepusha migogoro ya hapa na pale. Kwa upande wake, afisa ardhi halmashauri ya wilaya ya Korogwe Bwana Peter Beta na afisa wa Tume ya Taifa ya Mipango Tumaini Bwire wamesema kwa maeneo yaliyofikiwa na mradi, mwitikio wa wananchi umekuwa mkubwa. Mradi huu ulikuwa unatekeleza katika vijiji 16. Taamu ya kwanza tulifanya vijiji 8 na sasa tumemalizia katika vijiji 8 katika siku 30 za kutekeleza mradi huu. Kwa maeneo tuliyokwisha kufanya, mwitikio wa wananchi ni mkubwa, umepokea mradi huu kwa vizuri kwamba utaenda kumaliza migogoro ya ardhi na kutatua changamoto zote za ardhi, na mwisho watakuja kufaidika na kuja kupata hatimiliki za kimila za mtu mmoja mmoja. Baada ya kufika hapa, kimsingi wananchi walikuwa bado hawana elimu ile ya ndani kabisa kuhusiana na umiliki wa ardhi pamoja na mipango ya matumizi ya ardhi. Lakini baada ya kuwaelimisha, tumefanya semina ya zaidi ya siku 8 hapa kupitia kamati ile ya mpango wa matumizi ya ardhi na halmashauri ya kijiji. Wananchi wamehamasika, wamekubali mpango na wako tayari kwa ajili ya hatua zinazofuata za umiliki na umilikishaji. Kijiji cha Magila Gereza ni miongoni mwa vijiji 333 kwenye halmashauri 21 zilizopo kwenye mikoa 14 hapa nchini, ambavyo vinanufaika na mradi wa mpango wa matumizi ya ardhi kwa awamu ya kwanza iliyoanza Aprili 3, 2025
kwa kuratibiwa na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi.